Crazy Rocket, now available on PMBet. Tosomba, nipo na kamanda baada ya mtanange kuweza kumalizika kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch. Nataka nipate maoni yake kuhusiana na mchezo, kipi ambacho amekiona. Kamanda, vipi? Safi, nakuaje mzee? Kama kawaida. Kama kawa. Bwana, ni fahari iliyoje kuitazama Simba akienda finali ya kombe la shirikisho barani Afrika ugenini. Yeah, of course ni fahari, ni kitu cha kujivunia, ni historia. Nashukuru Mungu. Ni historia binafsi ambayo kwangu naishuhudia kwa mara ya kwanza, kwa sababu naweza kusema ni mara ya pili, kwa sababu mwaka 93 wakati wanafika Simba nusu finali nilikuwa mdogo sana, nimeshuhudia nusu finali ya Yanga na hii. Kwa hiyo ni kitu kizuri kuwa sehemu ya kushuhudia historia ya maendeleo ya soka ya Tanzania kama namna hii. Mbinu za Mwalimu Fadlu kwa namna gani uliziona zikinufaisha Simba? Ya, nadhani Mwalimu Fadlu bado anabaki kuwa mwalimu mzuri sana. Juzi Ijumaa kwenye kipindi nilizungumza kwenye Crown Sports nikasema kwamba Mwalimu Fadlu ndio mwalimu bora ambaye Simba imempata kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita. Nilikuwa namaanisha kwa sababu nimepata nafasi ya kuobserve training session yake, nimeobserve session ya darasani, nimezungumza na wasaidizi wake, nimezungumza na wachezaji, na naweza kuisimika ile kauli kwamba Mwalimu Fadlu is by far mwalimu bora ukichanganya muda ambao amefanya kazi na mafanikio aliyoyapata na kile ambacho anafanya kinaonekana uwanjani, kuzingatia pia limitations za timu. Kwa hivyo ni mwalimu mmoja bora sana, yeye pamoja na benchi lake la ufundi, of course sio yeye peke yake. Na kwa upande wa Stellenbosch, wapi ambapo walikwama au waliishiwa mbinu tangu mchezo wa awali pale Zanzibar? Yeah, nadhani at the end of the day wamekutana na timu ambayo ina good combination ya wachezaji wenye uzoefu wa michuano hii. Of course wao wanabaki kuwa timu bora, lakini kila timu inakuwa ina limit yake kwa kufika mahali. Sio timu mbaya, kwa sababu hata hapa walipofika ni mafanikio makubwa sana kwao as a team ambayo imekuwepo katika mpira kwa muda mfupi sana. Umeelewa? Kwa hiyo ni mafanikio na wao pia, sio kitu cha kubeza. Wamefika hapa, wamefika mbali. Ni jambo la kujivunia. Of course they'll come back stronger, kwa sababu nafahamu as an organization, ni organization ambayo iko very organized chini ya mmiliki wao Johan Rappert na management yote na kocha Steve Barker. Kwa hivyo watu wasione kama Simba imeitoa timu nyepesi. Wote tumeshuhudia nusu finali ya pili hapa. Hii ni timu ambayo inashika nafasi ya 3 kwenye ligi ya South Africa, sio timu ya kubeza. Nini Simba anatakiwa kufanya sasa katika mchezo wa finali? No, ni kuplan na kuiandaa timu. Of course cha kwanza ni kuacha wachezaji wa enjoy na mafanikio aliyofikia, lakini ni kuplan sahihi, kwa sababu Bekane tunaamini watafika finali. Sio timu ndogo, ni timu bora sana na anything can happen kwenye finali. Tuiombee timu yetu kutoka Tanzania iweze kuandika historia ya kitofauti. Shukrani sana.